Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na wakati huu tunatazama siasa kati ya Warusi na Korea Kaskazini, ambao uhusiano wa mataifa haya ni wa muda mrefu, na wakati huu uhusiano huu unazidi kukua kwa kasi kiasi kwamba wengi wanashangaa kuona namna ambavyo Kim Jong Un na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin wanavyoshikamana katika maeneo mbalimbali, katika shida mbalimbali na katika kila namna. Wakati huu wanajeshi wa Korea Kaskazini ambao walipigana katika eneo la Keski, kwa mujibu wa katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi Sergei Shoigu, anasema kwamba wanajeshi wa Korea Kaskazini walipigana kwa ushujaa wa hali ya juu katika eneo hilo la mkoa wa Keski, kana kwamba walikuwa wakilinda nchi yao wenyewe. Anasema bwana Sergei Shoigu akiwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano wa kimataifa wa 13 na wawakilishi wa ngazi ya juu wa usalama. Bwana Shoigu anasema walipigania ukombozi wa ardhi yetu kama vile walikuwa wanakomboa ardhi yao wenyewe. Alisema akiongeza kuwa anawashukuru tena wenzake kutoka DPRK kwa maana ya Korea Kaskazini kwa msaada wao katika kukomboa mkoa wa Keski kwenye mkutano huo. Hata hivyo, Sergei Shoigu anasema kwamba kwa sasa moja kati ya mataifa ambayo yamekuwa na ushirika wa dhati na ushirika muhimu ni pamoja na Korea ya Kaskazini, ambayo imejitoa kwa dhati kabisa ili kuhakikisha Urusi inasalimika dhidi ya makombora ya Ukraine, lakini pia inasalimika dhidi ya watu wa Magharibi. Urusi pamoja na Korea Kaskazini ziliingia mkataba wa ushirika katika kusaidizana katika namna ya kivita, ambapo taifa moja likivamiwa basi taifa lingine linaenda kuingilia kati, na hivyo ndivyo ambavyo imetokea, ambapo zaidi ya wanajeshi 10,000 kutoka Korea Kaskazini walipelekwa nchini Urusi kwa ajili ya mapambano dhidi ya Ukraine. Mnamo Aprili 26, mkuu wa wafanyakazi wa Urusi Valery Gerasimov, wakati wa ripoti kwa rais wa Urusi Vladimir Putin juu ya ukombozi kamili wa mkoa wa Keski kutoka kwa jeshi la Ukraine, alibaini jukumu la wanajeshi wa Korea Kaskazini. Putin aliangazia taaluma, ujasiri na ushujaa wa askari wa Korea ya Kaskazini ya bwana Kim Jong Un. Hata hivyo, bwana Shoigu anasema kwamba moja kati ya wanajeshi wenye nguvu na wenye nia ya dhati ya kutaka ukombozi katika mahala popote ulimwenguni ni wanajeshi kutoka Korea Kaskazini ambao wanachanganyana na wanajeshi wa Urusi. Wanajeshi hao walipigana kwa kusaidizana na wanajeshi wa Urusi, na kitendo hicho kilikuja kusababisha urafiki wa kweli kati ya mataifa hayo mawili ambayo ni hasimu wa mataifa ya Magharibi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kauli iliyotolewa na Sergei Shoigu, katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi, ambaye mara kadhaa amekuwa akisafiri kuelekea nchini Korea Kaskazini kwa ajili ya kuhuisha ushirika uliopo katika nyanja za kiusalama, ambapo alikuwa akikutana na viongozi kadhaa nchini Korea Kaskazini na kujadili mambo mengi, lakini moja kati ya jambo kubwa sasa analizungumza ni juu ya namna ambavyo Korea Kaskazini kupitia jeshi lake lilipambana kwa nguvu zote, kwa jitihada zote, kana kwamba walikuwa wakipigania nchi yao, hasa walipokuwa katika eneo la mkoa wa Keski ambao Ukraine ilifanya mashambulizi yake na kuvamia mnamo mwezi Agosti mwaka 2024. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News.